Ni hivyo wapendwa, wale wa kwanza walikuwa vile, wa pili ni wale kabisa walikuwa roho yao na akili yao yote wamekuja kwenye kazi ya Mungu. Yaani wale ni wa agency, ni waakilishi wa shetani kabisa kabisa, wamekuja wameanza huduma kwa ajili ya kuwakilisha shetani na kazi yake yote yote wanayofanya, wanamtanguliza shetani na wanaakilisha shetani, ingawapo wanataa jina la Yesu. Haleluya! Sikia hapa gisi wanasema walagai wa namna hii hupata nafasi ya ushawishi kanisani kwa njia mbili. Moja, baadhi ya walimu au wahubiri wa uongo wanaanza huduma zao kwa dhati, ukweli, usafi na imani ya kweli katika Kristo. Baadaye, kutokana na kiburi chao na tamaa zao mbaya, kujitoa kwa dhati kwa mtu kumpendeza Kristo ufa pole pole. Kwa hiyo wanatengwa na ufalme wa Mungu. Wakorintho wa kwanza 6:9-10. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wale ni wa kwanza wale. Sasa wa pili bia tunasema walimu au wahubiri wengine wa uongo kamwe hawajawahi kuwa waamini wa kweli wa Kristo. Shetani amewapandikiza kanisani tangu mwanzo wa huduma yao. Mathayo 13:24, wakitumia uwezo na kipaji chao kusaidia mafanikio yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni hapa nimesema kuna wale tayari manabii wa uongo wamepandikizwa makanisani, wanaitwa wachungaji, wanaitwa wa bishop, wanaitwa manabii, wanaitwa mitume kwa lengo la kupandikizwa. Kwa sababu leo hii Mungu atuwezeshe makanisa, wale wote ambao walikuwa wachawi, wizi, wabandi, wa malaya, njoo leo wanakuwa wachungaji, leo wanaongoza watu. Bwana Yesu atusamee. Kweli Yesu mwenyewe alisema ya kwamba lazima wale watu watokee, na wameona fasi kwenye watakimbilia ni kanisani ambako wanaita jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atusaidie. Kuna wale watumishi, ndugu zangu, ndio maana tunaomba kuwa makini. Kuna wale watumishi kwa kweli, unapoingia ndani ya kanisa zao, moja kwa moja wao hawamkiri Yesu, bali matendo yao yenyewe yanaendelea kushuhudia kwamba wako kwenye kazi maalum ya ibilisi. Wanamhudumia ibilisi kabisa na roho na akili zao zote. Mahubiri ya mafanikio, toa utabarikiwa, toa utabarikiwa, mafanikio kila wakati. Hatuyakataa ndugu, mafanikio hatuyakataa. Hatuyakataa mafanikio, lakini mafanikio ambayo unayohitaji ama unayopenda ni kuangalia vizuri. Mafanikio ya kwanza ni uzima wa milele. Mafanikio ya pili ni kubarikiwa sasa katika dunia hii. Bwana Yesu atusaidie. Unaona mpendwa, matendo tuko tunasema haiko tu kitu kimoja. Hapa tumeona kwamba inabidi roho yako izae matunda. Na matunda gani? Hapo tumesikia imetugusia upendo, upendo, upendo. Upendo ambao uko naongelewa ni upendo kamilifu. Hapa tena katika tunda la roho imeongea upendo. Ukiwa na upendo, furaha itakuwa ndani yako. Ukiwa na furaha, amani itakuwa ndani yako. Ukiwa na amani, uvumilivu utakuwa ndani yako. Ukiwa na uvumilivu, utu wema utakuwa ndani yako. Ukiwa na utu wema, fadhili itakuwa ndani yako. Ukiwa na fadhili, uaminifu utakuwa ndani yako. Ukiwa na uaminifu, upole pia utakuwa ndani yako. Na ukiwa na upole, kiasi itakuwa ndani yako. Mpendwa, haya ndiyo matunda ambayo yanayohitajika kwetu. Haya ndiyo matendo ambayo yanayotakiwa kuonekana kwetu sisi wanadamu. Bwana Yesu asifiwe.
Ni haya yanahitajika kuonekana kwetu. Haiko tu, hakuna mtu anayesema iko na upendo ashinde kuwa na amani. Haiwezekani. Hiyo sio upendo huo ambao uko nao, huo ni upendo wa unafiki. Hakuna mtu anasema iko na upendo kisha akose kuwa mvumilivu. Haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Hiyo upendo ambao uko naongea wewe sio upendo ambao Kristo anahitaji kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu anaweza kuwa na upendo ashinde kuwa na utu wema, ashinde kuwa na fadhili, ashinde kuwa na uaminifu, ashinde kuwa na upole ama kiasi. Wapendwa, tunahitaji matendo. Na matendo ni katika sisi wenyewe wanadamu jinsi tunavyoishi. Uvumilivu umeshindwa kuwa ndani ya kanisa kwa leo. Ndio maana Wakristo hawajui nafasi yao. Watumishi vile Wakristo hawajui thamani ya watumishi wao. Watumishi nao hawajui thamani ya Wakristo wao. Yani wachungaji, walimu, wa maskofu, wa mitume, manabii, walimu na wainjilisti wote, yote ni huduma ambayo tuko nayo kanisani, lakini kila mtu anapaswa kujua huduma yake na kusamini huduma ya mwingine na kusamini pia huduma ambayo umepewa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni hivyo ndugu ambaye unayenisikia, tumekuwa tumeongea kuhusu Yesu mwenyewe. Ni aliyeleta imani, alituonesha kila kitu. Yeye peke yake kwanza aliacha mbingu tukufu kwa ajili ya sisi kutufia si wanadamu. Ona upendo hiyo. Ndio maana neno la Mungu linasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Yohana 3 ukisoma moja kwa moja 16 utaona jinsi, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu atusaidie, Bwana Yesu atuwezeshe. Ni hivyo ndugu ambaye unayenisikia, hayo ni maneno ya Mungu ambayo nimependa kukukumbusha ya kwamba tujikaze sana, tujitahidi sana. Mimi na wewe ambao tuko tunasikia maneno haya, tufanzie kazi. Bwana Yesu atuwezeshe. Bwana Yesu atutie nguvu. Haiko tu kusema, kuna wale watu nimesema wanafanya vitu kwa sababu watu hawaone. Kuna wale watu wanafanya hivyo kwa sababu ya maslaha yake fulani. Kweli umeifanya kwa upendo ambao unatoka moyoni, basi Mungu akuwezeshe, Bwana akuwezeshe usiwe miongoni ya wale watu ambao waliitwa na Mungu lakini wakapotea njia na wameshindwa tena kunyenyekea kuomba rehema ili warudi kwenye mapenzi ya Mungu. Na Mungu ni Mungu wa rehema kila wakati, ni Mungu wa msamaha kila wakati. Unapokosea, unapokuwa umesahau njia, rudi, atakusamehe. Yale ambayo uko nazitaji ama yale ambayo uko nakimbilia, uko nakimbizana nayo, haina faida yoyote mpendwa. Haina faida yoyote. Rudi usubiri mapenzi ya Mungu. Hapana kuwa na mambo ya haraka. Inabidi uvumilivu ukae ndani yako. Vumilia tu, muda wa Mungu utakapofika. Mungu hajawahi kuacha walio wake hata siku moja. Muda ukifika utafika mpendwa. Bwana Yesu atuwezesha, tutie nguvu. Bwana tubariki kwa siku ya leo. Ni yale maneno ya Mungu naweza ishia pale kwa leo. Tutakutana tena Jumamosi, tutaongea kupima namna gani tunaweza tukawajua zaidi hawa manabii wa uongo ama walimu wa uongo. Kumbuka nimesema walimu wa uongo sio tu wakiongelewa manabii, ni kusema wako wengi. Yani kuanzia hiyo huduma 5 yote ya kanisani yote wako, kuko wazuri na kuko walimu wa uongo.
Ukisikia walimu wa uongo sio tu kusema manabii wenyewe, hapana. Kama nilivyosema, walimu wa uongo wako wachungaji, kuko mabishop, kuko wanabii wenyewe, kuko walimu, kuko wa mitume, kuko wahudumu, hata hawa waimbaji mnani wainjilisti pia. Kuko wale tu wenyewe wako kabisa kwenye kazi ya kumtangaza shetani. Sasa tutawajuaje? Tukutane Jumamosi. Bwana tutie nguvu, tutakuwa tumemalizia somo letu. Baba, uko mwaminifu, uko Mungu, uko mwema. Asante kwa maneno yako. Tawala tena siku ya leo. Damu ya Yesu isafishe na kutakasa, mkono wako tuguse hodari. Kila kinyume na wetu naharibu katika jina la Yesu. Asante kwa maana uko mwaminifu. Tunakabidhi tena siku ya leo kwako. Tangulia mambo yote, kila mahali alipo mtumishi wako, muwezesha kumtia nguvu. Utuwezeshe siote kuelewa maneno haya, utuwezeshe tena kusimama. Tunaomba Bwana utushike mkono Yesu. Tuna haja ya kuwa Wakristo waaminifu mbele zako. Wewe ni Mungu, wewe ni Baba, wewe ni mwaminifu kwa juu ya yote. Unaweza, unatosha milele. Neema, uwezo, upendo, mamlaka yako itawale. Nuru yako ituongoze, kila kinyume na wewe tunaharibu. Tawala tena mambo yote sawa na mapenzi yako. Nikibariki tena maneno yote ambayo yametolewa mahali hapa. Endelee kutukumbuka na acha mioyo yetu Bwana ikiendelea kutafakari maneno haya, yalete uzima ndani ya kila mmoja kupitia jina la Yesu Kristo. Amen.